Online TV. Amani iwe juu yenu. Karibuni tena kwenye chaneli yetu Bosni Online TV. Karibuni kwa tiba tofauti, na leo tumewaandalia somo zuri, ila tafadhali usifanye haraka, angalia mwanzo mpaka mwisho ili mengi yasije kupita kwa wale wenye kuhitajia tiba mbalimbali. Basi katika video hii namba zitapatikana, maana mtaalamu wetu anatibu ndani ya nchi na nje ya nchi. Karibuni, somo letu leo ni hili. Haya sasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Karibuni kwenye chaneli hii Bosni Online TV. Leo ni mwendelezo wa masomo yetu mbalimbali. Tafadhali subscribe, like, share ili uwe mwanafamilia, na kama tayari inatosha, share wengine wapate kujifunza. Ndugu yangu, kama heading nilivyokuletea katika thumbnail ya kwamba itikadi ya kijana aliyosema aliyozaliwa upya, yaani ni itikadi ya kijana aliyezaliwa upya. Ndugu yangu, neno hili si geni kwa watu wazoefu wa kuingia mitandaoni. Mada nyingi zinazungumzwa, baadhi ya video juu ya kuzungumziwa habari ya incarnation. Ingawaje katika swala hili Kiislamu halitakidi uliamini kama Muislamu, maana baada ya kufa kufufuliwa kiyama. Kwa hiyo si jambo jepesi mtu kulizungumza kwamba nahisi mimi nimezaliwa upya. Tushare video hii. Kuna kijana aliyewahi kunitembelea katika ofisini kwangu na kuzungumza mada kama hii. Ndugu yangu, mimi ni mtabibu, napatikana Zanzibar, ninayehudumia watu kwa tiba asilia kwa ushauri wa kiafya. Katika kazi zangu napokea watu aina tofauti, hususan wanatoka sehemu mbalimbali wakiwa na maradhi, ndoto, changamoto za maisha au maswali mazito yanayoguswa nafsi, kiwiliwili kwa ujumla. Lakini hivi karibuni kuna kijana mmoja alikuja ofisini kwangu na maelezo yake yalinisisimua kidogo. Nimeona kuwa kuna umuhimu mkubwa sana kushirikiana ndani jambo hili. Ulizungumza kwa pamoja, kwani inagusa jambo ambalo limekuwa likijitokeza pia kwenye mitandao mingi ya kijamii na mijadala ya watu mtandaoni, jambo la kudai au kuhisi kuwa mtu amewahi kuishi maisha mengine kabla ya haya, yaani kile kinachojulikana kwa Kiingereza kama reincarnation au kwa Kiswahili kuzaliwa upya. Sio vibaya tukafungua mjadala huu kwa kuheshimu uelewa, na kwa msingi wa dini yetu tukufu ya Kiislamu tuweze kuchambua hili jambo lina ukweli au ni hisia tu za watu. Je, mtu anaweza kujihisi kama anaishi maisha mawili? Na Uislamu unasema nini? Hebu tusikilize simulizi ya kijana huyu anavyozungumza. Mimi ni kijana kama wengine, lakini ndani yangu kuna kitu tofauti. Najihisi kama nimezaliwa upya, sio kwa hadithi bali kwa hali halisi. Najihisi kama nafsi yangu inatoka mahali pengine, kama naishi maisha mawili. Kuna wakati nikiota narudi sehemu fulani, sehemu ambayo sielewi, lakini najisikia nyumbani. Watu wa kule hunipokea kwa upendo wa ajabu, upendo ambao duniani huwezi kuupata kirahisi. Kuna mzee mmoja hujitokeza ndotoni, hunitembeza, huonyesha familia fulani nisiyoijua kwa macho haya, lakini moyo wangu hujua hii ni familia yangu ya kale. Nilipoanza shule nilihisi kama nimewahi kuwa pale. Nikapewa kitabu cha historia na ghafla nikakutana na picha ya mzee mmoja. Moyo wangu ukakaza, nilihisi uchungu, macho yakaniloa, kama vile nilikuwa nimepoteza mtu muhimu sana. Najiuliza, je, inawezekana nafsi ya mtu ikarudi kuendeleza kazi maalum duniani? Je, kuna nafasi ndani ya Uislamu kuelewa hali hizi bila kupotea kwenye imani potofu? Mwalimu wangu Shekhe Yusuf aliniambia, Uislamu haukubali dhana ya kuzaliwa upya kama dini za Wahindu au Wabudha.
Ni kweli tunaonywa kuepuka milango hiyo ya kishawishi, lakini je, kila hali isiyoeleweka ni upotevu? Hapana. Wengine wetu tunabeba siri kubwa za zamani, siri za vizazi, vita vya kiroho na majukumu ambayo hayajaisha. Mimi si nabii, lakini najua nina jukumu. Naamini Mungu hajaleta roho yangu hapa bure. Na wewe pia, kama unahisi maisha yako hayaeleweki, huenda uko katika reconnection yako. Huenda safari yako imeanza ya kujitambua na kurudi nyumbani kwa nafsi yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na aendelee kuongea nanyi kwa ufupi. Nadhani tumemsikia jinsi alivyojieleza. Naendelea na mimi kueleza kile ninachokifahamu juu ya hii mada reincarnation, na nasisitiza juu ya katazo kwa wale Waislamu wasiamini juu ya hili jambo kwamba binadamu akifa huzaliwa tena. Jambo hilo halipo. Binadamu kishakufa unakwenda katika maisha baradha, baadaye kusubiria kiyama, yani mpaka kiyama kufufuliwa kwa hukumu. Lakini kusema ya kwamba sijui nimekufa halafu nikafufuka tena, jambo hilo halipo katika dunia hii. Kwa wenye dini nyingine wanaamini hilo, kama nilivyozungumza awali, kama makabila ya Hindu, another country na nchi nyingine. But in Islam, they don't believe such as things about reincarnation. Hali kama hizi katika mitazamo ya kisayansi huitwa reincarnation, claims, madai ya kuzaliwa upya, past life record, kumbukumbu za maisha yaliyopita, dual conception, na tafsiri mbili katika mwili mmoja, yani nafsi mbili katika mwili mmoja. Katika baadhi ya dini za dunia kama Hindu au Hindu na Buddha, dhana kuzaliwa mpya inakubalika. Wanasema roho inaweza kurudi tena katika mwili, hususan katika bara la Asia au India. Itikadi hizi wanazifanyia kazi na wanaamini juu ya hilo kulingana na matendo ya nyuma, karma. Lakini katika dini ya Uislamu jambo hili limekanushwa kabisa. Qur'an tukufu inasema, kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kila nafsi itaonja mauti kisha kwetu mtarejeshwa. Sura Al-Ankabuti aya ya 29. Na tena ikasema tena Qur'an, wa makana nafsika an tamuta illa biiznillah kitaba muajjala, na haikuwa kwa nafsi yoyote kufa isipokuwa kwa izni ya Allah kwa wakati uliowekwa. Sura Al-Imran. Maelezo hayo utapata katika Sura Al-Imran, maelezo ya maana na kitafakuru, yani kufikiria kiundani. Kwa hiyo mtu anapojisikia kuwa amewahi kuishi maisha mengine, tunaweza kuelewa kwa njia tatu. Huenda ni athari za ndoto sahihi ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ni sehemu ya wahi kwa watu wema. Sehemu ya pili, huenda ni mtihani ya nafsi na roho, mtu akiwekwa katika hali ya tafakuru ya kina. Au sehemu ya tatu, huenda ni mchezo wa shetani wa kijini kujaribu kumpoteza mtu huyo katika mambo yanayopigana na akida, mambo ya kiimani, akida ya Kiislamu. Na kwa kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, yani mauti yatamfika mtu kwa mara moja, kisha kuna barzakh mpaka siku ya kufufuliwa. Hadithi sahihi al-Muslim. Tahadhari ya kiimani. Kwa hiyo kwa yoyote anayepata hali kama hii, tunatoa nasaha zifuatazo. Usifanye haraka kuamini kuwa umezaliwa tena. Hilo ni kosa la akida, ni zana za watu waliopotoka. Tega sikio kwa hisia zako, lakini zisizidi miongozo ya Qur'ani na Sunna. Omba sana dua na soma Qur'ani, hasa Suratul Mulk, Ikhlas, Falaq, Nas na Al-Kursi kwa wingi. Wito kwa wanavyuoni, wasikilizaji, wa wanachuoni, mashehe na wataalamu wa saikolojia ya Kiislamu, tunaomba mchango wenu wa kielimu juu ya hali kama hizi. Kuna vijana wetu wengi wanapitia hisia hizi, ikiwa ni njia ya roho kutafuta ukweli au njia ya kutekwa na ushawishi wa nje.
Je, una ushahidi wowote kama haya? Je, kuna kisa cha kihistoria au Qur'ani kinachofanana na hili? Tuandikie comment, tushirikiane kwa pamoja chini ya hii video. Kama una mchango wote, unaweza kutupigia simu kwenye namba hizo kutujuza, au ukaweka comment yako ya kutosha chini ya hii video. Hitimisho: maisha ni safari ndefu na ndani yake kuna mafumbo. Si kila fumbo lina jibu sahihi, lakini pia si kila fumbo ni la kuamini moja kwa moja. Katika sehemu ya pili ya video inayofuata, nitachambua vizuri zaidi kidini na makatazo juu ya kuamini zana ya kuzaliwa upya, reincarnation. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukutane tena kwenye sehemu ya pili. Tafadhali, ikiwa subscribe ili uwe mwana familia, na tunapoleta video nyingine mtandaoni uwe wa kwanza kuipata. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Asante.